Hakikisheni mnawajengea uwezo wanakamati wenzenu kuhusu mafunzo mliopata ili kushirikishana, kurithishana ujuzi mpya na kuwa na uelewa pamoja katika utekelezaji wa majukumu ya ujenzi. Ni kuzingatia sheria, kanuni na miongozo ya taratibu ili kufikia malengo ya serikali, kila mtoto kujifunza katika mazingira bora na salama. Hakikisheni kuwa mnazingatia miongozo yote ya utekelezaji wa ujenzi na ukarabati ili miundombinu inayojengwa iwe bora na kupata thamani ya fedha. Matumizi ya mifumo na utoaji taarifa. Katika mafunzo haya mmejengewa uwezo kuhusu matumizi ya mfumo wa ununuzi kwa maana ya NeST na mfumo wa ufuatiliaji na tathmini wa miradi INES. Hivyo hakikisheni mnatekeleza manunuzi yote kupitia NeST. Aidha, kila mkuu wa shule hakikishe anajaza na kutuma taarifa za maendeleo ya miradi katika mfumo wa IMS kila mwisho wa wiki. Kununua bidhaa za ujenzi zenye cheti na ithibati kutoka TBS na dhamana angalau ya miaka 5. Ili kuwa na majengo bora na imara yanayokidhi viwango vya ubora, hakikisheni mnanunua bidhaa zenye cheti cha ithibati kutoka TBS na dhamana angalau ya miaka 5. Ili kuzingatia usaidizi wa kitaalamu kutoka ngazi ya halmashauri. Ili kufanikisha ujenzi wa miundombinu iliyokusudiwa, hakikisheni mnapata usaidizi wa kitaalamu kutoka kwa wataalamu ngazi ya halmashauri ili kukidhi viwango vya ubora ambao mlikuwa mmepanga. Kila hatua ya ujenzi lazima ikaguliwe na wataalamu kutoka halmashauri kabla ya kuendelea zaidi, ili kuhakikisha ujenzi umekidhi vigezo, viwango na miongozo kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI. Utunzaji wa miundombinu iliyojengwa. Hakikisheni miundombinu iliyojengwa inatumika na inatunzwa vizuri ili iweze kudumu kwa muda mrefu. Waelimisheni jamii ya shule kuhusu umuhimu wa kutunza miundombinu na wekeni utaratibu wa kufanya ukarabati mdogo mdogo kupitia ruzuku ya uendeshaji ili kuepuka majengo kuharibika haraka. Kuhusu usimamizi wa utekelezaji wa mitaala ulioboreshwa kwa mwaka 2023, ndugu washiriki, serikali imetoa mtaala ulioboreshwa kwa mwaka 2023 unaolenga kuhakikisha kila mwanafunzi anajenga umahiri uliokusudiwa ili kuwa na wananchi wenye ujuzi na wanaweza kuchangia maendeleo ya taifa. Majina yangu naitwa Mwalimu Ruben Swila, ni mratibu msaidizi wa programu ya Boost kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI. Programu ya Boost ni programu inayolenga kuimarisha na kuboresha elimu ya awali na msingi katika shule za awali na msingi Tanzania bara. Inalenga kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji katika shule zote za serikali zinazomilikiwa na serikali Tanzania. Na mradi wa Boost una malengo makuu matatu. Lengo namba 1 ni kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji katika shule za msingi. Katika eneo hilo tunajenga miundombinu. Katika eneo hilo pia tunaongeza uandikishaji wa wanafunzi wa elimu ya awali. Lakini pia ili wanafunzi waweze kusoma vizuri, wanahitaji pia kuwa na programu ya shule salama au mpango wa shule salama. Mpango wa shule salama unaongeza pia chachu katika ufundishaji na ujifunzaji. Katika eneo la pili, mradi huu unalenga kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji wa walimu darasani. Katika kuimarisha hilo, mradi huu umeweza kuwa na mpango wa mafunzo endelevu wa walimu kazini.
kwa ufupi tunaita MEWAKA. Kila mwalimu anatakiwa kuwa na mpango kujiendeleza juu ya mabadiliko mbalimbali yanayotokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, na hili linafanyika nchi nzima katika shule za msingi zote za serikali. Lakini zaidi ya hapo, mradi huu katika kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji wa walimu nchini umewezesha ufundishaji na ujifundishaji kwa njia ya tehama. Katika hilo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, daktari huyu, imeweza kuwezesha shule takriban 600 kuwa na vifaa vya kisasa kwa ajili ya kufundisha kwa kutumia tehama. Katika ufundishaji huu tunazo shule 184 ambazo ni wastani kila shule moja kila halmashauri nchini itakayokuwa na darasa janja, kwa Kiingereza inaitwa smart classroom. Haya yote ni kwa ajili ya serikali inalenga kuwezesha wanafunzi kusoma katika mazingira ya kisasa zaidi. Katika mpango huu wa mafunzo yaliyoko mahali hapa katika Chuo cha Walimu Butimba, shule zote zilizokuja mahali hapa, walimu hawa katika shule zote hizi zilizokuja mahali hapa wamepata fedha za ujenzi. Fedha hizo zinalenga kujenga shule mpya za msingi na miundombinu mingine kama matundu ya vyoo, vyumba vya madarasa, mabweni na nyumba za walimu. Ili waweze kutekeleza vyema ujenzi huu, walimu hawa na wenye viti kamati za shule ni lazima wajengewe uwezo. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa maelekezo ya kwamba kabla mwalimu hajaanza kutekeleza ujenzi, lazima apewe mafunzo mbalimbali yatakayomwezesha kujua miongozo na taratibu za ujenzi kwa ajili ya kusimamia kwa umahiri kazi hiyo. Kazi hiyo ndio tumeifanya hapa katika Chuo cha Walimu Butimba, na tunaamini ya kwamba fedha zilizopelekwa katika shule hizi sasa zitakwenda kufanya kazi kulingana na taratibu na miongozo ya serikali kama ilivyotolewa. Na tunaamini kwamba walimu wakuu hawa ambao wamejifunza hapa kwa muda wa takriban siku 3 watakwenda kuwa chachu ya kusimamia vizuri na kwa viwango vinavyohitajika ujenzi wa miundombinu, kuwezesha malengo makuu ya programu hii ya BOOST kufikiwa katika shule zote nchini, na hivyo elimu ya msingi kuwa bora zaidi.